kati ya Yesu na Bikira Maria, nani mkombozi? Badala ya kuweka ya Bikira Maria, si utafute Yesu. Kwa nini tunaongea kuhusu Bikira Maria na Yesu yuko? Kwani Yesu amekufa? Maria pia alitoka mbinguni. Mnamtesa huyu mama. Nikikufundisha vitu ambavyo havifai, niulize swali. Sasa Maria hakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Damu ya Maria haiwezi kusafisha dhambi. Wewe umechukua picha ya Maria umeweka kwa shingo, utaokolewa kweli na Maria? Nimesema Catholic is part and parcel of the body of Christ. It must be respected. Kwanza na mimi ni sawa, lakini Bikira Maria umemweka kwa shingo. Yesu damu ya Yesu iliyomwagika inawe. The moment you pray mentioning Maria, umemwacha Kristo. Unajua tumefundishwa maadili mengine mpaka ukiongea ni kama unatukana Mungu. Imekaa kwa mishipa, kwa mifupa, mpaka ni dhambi kuongea. Ni kweli, lakini ni dhambi kabisa. Who are you to question that? But who died for our sins? Mariamu ama Yesu? Tukiomba amesema mkiomba kwa jina langu ama kwa jina la mamangu. Kwa nini tunamsumbua huyu mama? Lakini the teachings are deep inside our marrows, bone marrows, kiwango kwamba uki-question the doctrine, it is like you are sinning. Ni kweli? But yule msichana wangu ameniambia, pastor, wait a minute, siku hizi kizazi hichi watu hawaoleki bana, mimi sitaki mambo ya ndoa. Niambie ukitaka niolewe, mimi sitaki. Mimi nataka kuwa kama Paulo. So ni lazima uanze kumwambia. Hata wewe unauliza tu, jamani sawa, hii ni ya Maria, mother of Jesus na father of Jesus. Father of Jesus. Ikiwa mama, God is the greatest scientist, tusimsumbue. Ukizaa mtoto na wewe uko na blood group A, mtoto ako na blood group B, ametoa wapi? Na baba ako na blood group A positive, ametoa wapi B? Na mama akiwa na HIV, mtoto akiwa kwa tumbo ako na HIV, nani anamkinga? Mama akiwa na kansa, mtoto akiwa na kwa tumbo ako na kansa, nani anamkinga? Bana, wachani na Mariamu, tumwabudu Yesu Kristo. Kumbuka Catholic si mbaya. Umenielewa? Catholic si mbaya. Amen. New Life si mbaya. Ezekiel akifundisha bad doctrine, question the doctrine. Utamaliza tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya mafundisho ni ya miaka na miaka, maelfu na miaka. Ukiuliza ni kama unafanya dhambi kubwa sana. Pastor Ezekiel, who are you? Hiyo ndio swali waliuliza Paulo. Who are you to talk about faith, not the commandments? Paulo anasema now, by faith, by faith, not by the 10 commandments. By faith. Abraham did not use the 10 commandments to please God. By faith. Wakasema Paulo anafundisha doctrines ambao sisi hatutaki. Amen. Si ndio? Wakamchukua wakamuingiza gerezani.
There are things that belongs to new life. Ikiwa sio za Mungu, let us question them. But let us not question God who built the foundation of that church. Catholic is a good church. That is my msimamo. Ni sawa, lakini Mariamu sio mkombozi. Si ni sawa? Mariamu hakutoka mbinguni kuja kukutufilia. Mariamu hakusulubishwa. Lakini Catholic is a good church. It is a church of God. Hiyo ndio msimamo wangu. Ni sawa? Na ukiona mtu anaitwa father, anaitwa bishop, anamtumikia Mungu, apewe heshima. Catholic ipewe heshima. Imelea watu wengi na watu wengi wamemjua Mungu kupitia kwa Catholic. That is my msimamo. Ile kitu na washauri, Mariamu hakufa kwa ajili yetu. Na damu ya Mariamu haiwezi kuondoa hata malaria. Haiwezi kuponya hata magonjwa yanayoletwa na mbu. Yesu, Yesu, mwingine ameniambia kutoka huko, akaniambia Pastor Ezekiel, wacha kupeana damu ya Yesu kwa watoto, maana watoto hawajajitakasa. Sasa utatakaswa na nini kama sio damu ya Yesu Kristo? Nao watoto wamepona, si wamepona baada ya damu ya Yesu? Unajua mtu anaweza kuenda shule akasomea mambo ya electricity mpaka akakataa kutumia jua, sababu unajua ni electricity pekee.